jinsi ya kumlea mtoto. Kwanza unatakiwa umwandalie ratiba. Pili, namwandalia ratiba ya siku nzima. Pili, natakiwa kwanza mtoto. Sasa hapo ndo mtajua kama training nazokaa peke yake hazitoshi. Siniwaambia huyo mtu anaongea, anajaribu kufanyaje, kudownload kile ambacho amefanyaje, amepitia. Sasa kuna umuhimu ndio wa training mnazopitia, lakini nawahakikishia ukisema tu unataka upite kwenye training zetu za siku ngapi alafu uende kazini ukatoe huduma ulipwe zaidi, sio kweli. Sawa eh? Naona mnavyostaki, si ndio? Kwa sababu akili ya mwanadamu Mungu alivyoitengeneza lazima uweze kurudia kile kitu mara kwa mara. Yaani mtakaa na mwalimu atawaelekeza, atawapitisha, utachukua noti zako, lakini hutaweza kuchukua details zote. Kwa sababu pale wakati kwanza anafundisha, uwezi ukawa wewe unachukua kila kitu. Na ili uelewe, kwanza utakiwi kuwa unaandika wakati mtu anafundisha. Mara nyingi inabidi umsikilize, uelewe. Alafu ndio utachukua labda pointi zake kadhaa utazinoti. Ni tofauti na mtu ambaye anasema mimi nataka huu mwongozo nilale nao niamke nao, nitakuwa napitia ili niweze kuhakikisha details zile zote nazifanyia kazi. Lakini hapa tu utaongea kwa jumla, tumefundishwa kuhusu malezi bora, mapishi bora, nini bora, tutengeneze ratiba, si ndio? Utaongea tu juu juu. Lakini kwa sababu hautaweza kuyaingiza yote kichwani, kwani unavyoenda kazini ukashindwa kufanya vile tulivyokuelekeza, faida na hasara iko kwa nani? Kwangu. Kwako eh? Ndio. Ndio hivyo. Haya, twende. Nataka tu muone mmekaa training lakini hapa mna staki. Si ndio? Ndio. Yani kwa akili yako unafikiri tu nitakumbuka tu, unaweza kujifariji, lakini ukweli ni kwamba kichwa cha mwanadamu lazima jambo ulirudie mara kwa mara. Ndio maana huu mwongozo tunasema mtu ambaye yuko stage yoyote uliopo unahitaji time kuyafanyia kazi, kwa sababu pia ukichukua alafu ukaenda kuweka tu kwenye begi lako la nguo hautakusaidia. Na ndio maana mimi nimesema yeyote anayetaka lazima alipie ili angalau awekeze kitu chochote ambacho umewekeza. Kwani ukinunua smartphone yako unaiwekaga kwenye begi? Si uko nayo kwa pani kwenye ziwa kila mahali unazunguka nayo. Sasa na hii ukijua nimewekeza hela yangu hapa, hichi kitu ni hela na zinatakiwa zirudi. Maanake nikimaliza hatua hii ya kwanza, hatua ya pili nitakuwa nimepiga hatua. Kwa hiyo kama nilikuwa traditional nitakuwa smart. Kama nilikuwa smart nitakuwa professional. Kwa nini? Kwa sababu yale yaliyoko humu utajua hizi ndio hela zangu. Lazima nianze kuzifanyia mazoezi nikiwa kazini. Si ndio? Ndio. Haya. Twende dada. Wadada Center. Nguzo ya familia. Wadada Center. Nguzo ya familia. Kwanza mimi nashukuru kituo hiki. Kwa kweli nimefika hapa. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na malengo yangu marefu sana. Lakini kwa sehemu ambayo nilikuwa napitia nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa sina ile ya kusema kwamba nitatimiza. Lakini nilivyosikia kituo hiki nikaona hichi kituo ni bora na kitanisaidia kutimiza malengo yangu. Na nilivyofika hapa kwa kweli nimeona utofauti mkubwa sana wa hapa mahali kwa kazi hizi na kazi ambazo ziko nje. Kwa hiyo nimeona kwamba kazi hizi zitanisaidia, sio kwamba zitanisaidia, zimenisaidia. Kutokana na kwamba kiasi ambacho nilikuwa nakipata nje ni kidogo sana. Na ni tofauti na kiasi ambacho nakipata hapa. Hela ambayo nilikuwa naipata nje ni ndogo sana. Na hela ni tofauti na hela ambayo naipata hapa. Kwa hiyo mpaka mimi nimefika hapa na matumaini ya kwamba biashara nitafanya na malengo yangu yametimia. Okay. Nataka kujua sasa kuhusu hizi training tunazofanya na namna ambavyo we mwenyewe unadhani ukizifanyia kazi zinaweza zikakupeleka hatua ya mbele kwenye kazi hizi, lakini hata na kwenye biashara ambazo unatarajia kufanya.
Okay. Kwa kweli mafunzo ambayo tunafundishwa tukiyashika vizuri na tukiyazingatia tutafanya vizuri hata huko mahali ambapo tunaelekea, lakini yale ambayo tunafundishwa tukisema tuyachie hapa ndio tukifika kule kazini tunafanya ndivyo sivyo. Ila tukiyazingatia na tukashika vizuri tukifika kazini tunafanya vizuri. Kwa ukiachia hapa inakuwa faida au hasara ni ya nani sasa? Ni ya kwangu. Na ukiyazingatia faida ni ya nani? Ni ya kwangu. Okay. Kwa hiyo hasara ni ya kwako na faida ni ya kwako. Unachagua faida au hasara, sawa? Haya. Wadada Center, nguzo ya familia. Mimi toka nimefika hapa nimejifunza kujiongezea thamani, kwa sababu tulivyojifunza mapishi, usafi, tunajifunza kuwa bora zaidi. Ukijiongezea thamani ndivyo ambavyo bosi naye atakulipa zaidi, ndivyo ambavyo utafanikiwa. Ndio. Okay. Haya. Dada amekuja lini? Juzi? Juzi ni muda mrefu sana kuwa kwenye hichi kituo. Karibu. Chukua maiki hiyo. Wadada Center, nguzo ya familia. Huku umekuja kufanya nini? Wadada Center kilichokuleta kwetu? Kilichonileta huku ni ili nitimize malengo yangu. Malengo gani? Biashara. Unataka hela? Ndio. Sasa hizo hela zinavyopatikana unajua? Unajua hela zinavyopatikana? Siri ya kupata hizo hela unaijua? Au wewe umekuja tu unataka hela? Hapana. Hapana. Unatakiwa ufanye nini ili upate hela? Si umekuja kwa ajili ya kupata hela? Mtaji. Ndio. Kwa hiyo utahitajika kufanya nini ili upate hela? Na ujui. Una siku 3 hajakaa kwenye training kabisa. Nitahitajika kufanya malezi bora, usafi bora, na jinsi ya kujenga urafiki na mtoto. Mnaonyesha kabisa namna ambavyo mnahitaji kujifunza, si ndio jamani? Maana mtu kama unajua kazi yako, maana kama mimi najua kazi yangu, nafikiri kwa nini natiririka nikikaa na nyinyi naongea, yani nafanya kazi yangu ipasavyo, kwa sababu ninafanya kitaalamu. Sichukulii tu kwamba naenda kuongea tu na wadada wa kazi. Mimi naongea na ma-CEO wa kesho. Simesikia hapa mnataja biashara. Mimi mwenyewe niko kwenye biashara yangu hii ya kusaidia watu, kuwajenga, kuwainua wanawake kielimu. Kwa hiyo ili niweze kuwainua kielimu, kimaarifa, lazima mimi niwekeze katika kusoma, nipate hizo elimu ambazo nitakuja kuwaongoza nazo nyie. Kwa hiyo ninapoongea, nikifungua mdomo, lazima niongee vitu ambavyo mtu akisikiliza anasema kweli huyu anajua anachokifanya na hiki ndicho tunachokihitaji. Ndio maana tuna wateja ambao wanakuja kwa ajili ya kuhitaji huduma, wanahitaji wasaidizi kutoka kwenye kituo chetu. Kwa nini? Kwa sababu wametusikiliza na wamevutiwa na zile training au content ama yale mafundisho na miongozo tunayowapa. Sasa wewe ukiwa unakwenda kufanya kazi ambayo unatarajia ikupe pesa, lakini huwezi kuongea ni kitu gani ambacho unatarajiwa kwenda kufanya. Yaani wewe unachojua ni kwamba nimekuja Wadada Center natafuta mtaji. Haya sawa, karibu ukatafute huo mtaji, lakini unaenda kufanya nini? Unakwenda kufanya nini ili uweze kupata huo mtaji? Unapoingia kwenye nyumba ya mtu unatarajiwa kufanya nini? Unaanza kubung'aa macho, unatoa macho. Sasa unatafuta, yani hiyo hela utaipataje? Utaipataje kama hujui unachotakiwa kufanya? Na mmesema wenyewe kwamba mmekuja Wadada Center kwa sababu kuna mishahara mikubwa, si ndio? Si ndio? Hiyo mishahara mikubwa haitoki hewani.
kuna kazi ambayo inatakiwa ifanyike. Kwanza kuna kazi tumeifanya, na we unayetaka kukimbilia mshahara mkubwa, kuna kitu cha ziada ambacho unatakiwa ufanye. Kama ulivyoona kuna hela za ziada zinazotolewa tofauti na huko nje, kuna kazi ya ziada pia ambayo we unatakiwa kuifanya. Lakini ndio hivyo, unakuta kwamba wewe kuhusu hiyo kazi ya ziada unayotakiwa kufanya hamna habari nayo. Hiyo ndio tabia ya wengi. Hana shida, yani yeye hatafuti, hahangaiki kabisa, hahangaiki kusema hii kazi, hii kitu cha ziada ambacho mimi natakiwa kule nikakitoe na kijuaje, nikifanyie kazi ili nitakapofika kule niweze kutoa hiyo huduma inayotakiwa, na mimi niweze kupata huo mshahara ambao umenifanya nimekimbilia huko. Na mishahara hii ni wewe mwenyewe unaweza ukaamua kwamba ubadilike mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, kulingana na mtaji unaotafuta. Mwingine anatafuta 5 milioni, mwingine 10,000,000, si ndio? Sasa kuna mbinu za kukusanya hizo hela ndani ya muda mfupi. Kuna dada hapa alikuja analipwa 100,000 ndani ya miaka mitatu, sasa hivi analipwa 500,000. Lakini sio muujiza tu, amewekeza, amesikiliza, amekuwa amejenga ile kiu ya kutaka kujifunza ambayo wengi hamna. Na hamna kwa sababu tu ya ujinga wa kutokujua kwamba ni kwa faida yako. Unapofundishwa unaona kama yani unapotezewa muda. Kwa hiyo unaishia huapply yale ulioelekezwa, hata ukiulizwa tu ushasahau. Alafu hufanyi chochote cha ajabu. Mtu ambaye amekuweka nyumbani kwake anaona bora hata mtu nilokuwa nimemtoa mtaani. Lakini ulielekezwa kwamba jamani, ili uweze kwenda kufanya huduma nzuri, mbinu ni hizi na hizi na hizi na hizi kwa faida yako. Lakini hapo kwenye kutafuta hizo mbinu, hapo kwenye ile njaa ya kuhakikisha kwamba hizi mbinu mimi nataka nizijue kwa udi na uvumba, hamna. Ila hela mnataka. Umeona mtihani huo? Ndio maana wengi sasa mtajikuta tu mnazurura huku, mnazunguka, mnapoteza hela. Dada anaweza akaenda kazini akakaa miezi yake kadhaa, akajikatia zake tamaa, akaondoka. Mwongozo ambao alikuwa alipie 50,000 anapoteza dhamana yake. Dhamana shilingi ngapi ya tradition? 3,500,000. Unapoteza 3,500,000 kwa sababu ya uvivu na ujinga. Unapoteza 3,500,000 yako na nusu. Hebu niambie sasa, hiyo ni faida au ni hasara? Wewe unaambiwa huu mwongozo utakusaidia utoke hatua hiyo moja uende nyingine, ni shilingi 50,000, lakini dhamana yako uko tayari kuikimbia, kuiacha. Ukienda kazini, yale mambo ambayo utakiwa uyafanye yako humu, uyajui. Ulivyofundishwa mara moja mara mbili ukiwa kituoni, hayawezi kukaa kichwani. Kwa hiyo utaenda umeyasahau. Bosi wako anayetusikiliza kila siku akikuangalia anasema mbona huyu dada ni tofauti na vile nyinyi mnavyofundisha? Kwa hiyo matokeo yake utapambana wewe, miezi miwili ikifika mitatu naona mimi siwezi tena. Kwa hiyo unakimbilia mtaani, unaondoka zako. Sasa kazi zina mateso sana. Hapana, ni ujinga wako wa kutokutaka kujiboresha, kuhakikisha unapata maarifa. Biblia inatuambia kwa mapato yetu yote tutafute maarifa. Yaani kama una 50,000 yako ambayo ulikuwa unataka ukanunue nguo au ukanunue simu, Biblia inakuelekeza nunua maarifa, kwa sababu ukinunua maarifa utayaweka kichwani. Ukiyaweka kichwani utayafanyia kazi. Ukiyafanyia kazi utaingiza hela nyingi za kununua masimu mengi, manguo mengi, na kila siku utakuwa unaendelea kutengeneza nini? Pesa. Lakini wewe una hela yako, uko tayari uende ukanunue sijui nguo, sijui simu, alafu hiyo simu inahitaji bando kila siku. Hiyo ni akili matope. Ukitafuta maarifa kila siku utakuwa unatengeneza pesa. Ila ukichukua hela ulionayo ukaenda kununua kitu ambacho kinatakiwa kila siku ukihudumie, kila siku utafute bando uweke. Ukienda kwenye bando unakuja unaangalia, unatafuta posti ambazo Joyce Kiria anatukanwa. Inakusaidia nini? Inakusaidia nini? Ukikuta anafundisha kama hivi unapita, unaona hii inapoteza muda. Lakini ukikuta zile za vichambo, unakaa hapo unacheka na bando lako linaenda, muda wako unaenda, kazi zako hujafanya vizuri, wewe utakuwa unaendelea unarudi nyuma. Ndio hivyo. Kwa lazima utumie akili, lakini huwezi kutumia akili ambayo wewe mwenyewe hiyo akili huikuzi. Ili uweze kupata akili, kutumia akili yako, lazima ile akili wewe unaikuza kila siku. Na ile akili inakuzwa na maarifa. Vitu gani unaingiza kichwani? Kama kila siku wewe ni mtu wa kuperuzi umbea,
kuangalia vichekesho, huwezi kukua. Yaani fikra zako haziwezi kukua hata dakika moja. Utakuwa tu ni mtu ambaye unazidi kuwa mjinga kila siku. Kwa hiyo jamani, madamu wenu hapa anawaelekeza, anawafundisha, lakini nataka niwahakikishie kama hamtachukua kwa uzito wanyie wenyewe, yani msichukulie tu kwamba nilikaa kwenye training 2-3, hautaendelea. Si mnanielewa? Yaani wewe ukienda na hiyo kwamba nilipita kwenye session pale Wadada Center, si nilikaa, hata kama ulikaa wiki nzima, hazitakusaidia kama we mwenyewe hautakuwa na ile dhamira ya ndani ya kusema nataka haya mambo niweze kuyajua vizuri kwa undani ili niongeze thamani yangu. Kwa hiyo katika kuyajua ndio uyafanyie na kazi, na unajikumbusha, sio kitu unasema tu malezi bora, maana vingine vyote vimeshayeyuka. Hakuna ubongo wa mwanadamu unaweza ukasikia kitu mara moja ukashika, haipo. Lazima urudie na tena na tena. Hata ukinunua hii lazima usome, uwe unairudia, uwe unarudia. Unasoma, unamaliza, unaanza tena, unamaliza, unaanza tena, unamaliza. Ndio unaanza hata we mwenyewe kuhisi kuna kitu cha tofauti mimi kwenye maisha yangu kimeingia. Kwa nini? Kwa sababu umerudia rudia, ubongo wako umeshika. Ubongo wako ukishika ndio unaanza kuweza kuyafanyia kazi. Lakini ukisikiliza tu hapa kwa Madam Renalda, alafu ukapangiwa kazi ukaenda kazini, ndugu yangu, tutasikia tu malalamiko, utafanya tu kwa kawaida. Siku za kwanza zile utaweza kujitahidi, lakini kila kitu kitakuwa kiko kawaida. Kila kitu kitakuwa kawaida. Na hakuna mtu ambaye, yani ukiwa kawaida utalipwa. Ukitaka kuwa tofauti utalipwa. Ndio hivyo. Mimi mwenyewe nishasema sitaki kulipwa kawaida. Sawa Na ndio maana mnakimbilia Wadada Center. Tanzania nzima hakuna kituo kinachotoa huduma kama hii kwa gharama tunazotoa sisi. Kwa nini? Kwa sababu tumeamua kuwekeza. Tumewekeza kuhakikisha kwamba tunasimamia katika kila hatua ya huduma tunayotoa kwa ubora, kiasi kwamba yule mtu ambaye anahitaji huduma, ambaye hataki stress, anasema kweli niko tayari kulipa zaidi, lakini ninapata huduma bora zaidi. Na ndio maana sisi tukaweka mfumo wa kuwaandaa wale ambao mtakuwa tayari. Kwa sababu sio wote wanaopita kwenye session zetu wanafanikiwa. Wengi wana drop, sawa, lakini wale wanapata replacement. Watatokea tu watu ambao wako serious na maisha, ambao watapambana na watatoboa. Tunaelewana? Haya. Tuna mwenyeji pale. Yeye amepambana, amemaliza mkataba. Hebu mpeni mic atupe ushuhuda wake. Mbona umekaa kinyonge na umemaliza mkataba madam? Wadada Center, nguzo ya familia. Kipekee ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Jamani, hata sisikii. Kipekee ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nienda amenisaidia mpaka nimefika hapa. Amekusaidia mpaka umefika hapa? Na wewe sio kwamba na wewe umepambana. Yaani Mungu amekusaidia, lakini na wewe utakaa tu hivi bila useme Mungu nisaidie? Hapana, nimepambana. Kwa sababu alishakupa nguvu jamani. Unajua Biblia inasemaje? Asante. Biblia inasema kwamba Mungu ametupa nguvu na uwezo wa kupata utajiri, yani wa kufanya kazi ili uweze kufanikiwa. Uwaga vitu vingine tunamsingizia Mungu au tunamtegea Mungu, lakini na Mungu naye anasema jamani, shakupa mikono, shakupa akili, si ndio? Nenda akafanye kazi sasa na wewe upate riziki. Ila unapofanya hizo kazi usiwe unafanya mambo yale ya kumchukiza Mungu. Hapo sasa ndio uko na Mungu, kwamba Mungu umenipa hii kazi, nataka niifanye kwa uaminifu. Kwa karakta zako, nitakuwa mkweli, nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mwadilifu, nitakuwa mchapakazi. Hapo kweli uko na Mungu. Kwa hiyo unatumia nguvu zake alizokupa, sawa, lakini kwa matendo mema. Ukitumia kwa matendo mabaya, hapo Mungu hayupo. Haya, tuendelee. Kwa sababu nimeanza mkataba wangu vizuri na pia nimemaliza salama. Okay. Unawaambiaje wadada wenzio walioko hapa? Nawaambia msikate tamaa kwenye maisha. Na pia
kufanya kazi za ndani sio ngumu ukiwa unajielewa.